kwa hizi za walimu ilitakiwa shilingi milioni 100, lakini kwa uratibu wa force account ilibakisha milioni 3 ambayo ilitumika kuchimba kisima ambacho kinatumika na wanafunzi pale. Kwa hiyo tuwapongeze sana wasimamizi wa mradi huu kwa kazi kubwa ambayo wamefanya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimkaribishe sasa, lakini kabla ya kukaribisha kunaye Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Vawa, dakika moja asalimie. Karibu Mheshimiwa Diwani. Mbozi maendeleo wetu wa mkoa, karibu sana kata ya Vawa. Pengine nipende kushukuru sana rais wetu wa awamu ya 6, mkuu mwenyewe wa mkoa, DC wetu na mkurugenzi au halmashauri ya Mbozi. Tunashukuru sana, karibuni sana. Niombe kwa sababu nimeambiwa dakika 3 angalau nishukuru serikali kwa miradi iliyotupatia. Tuanze na miundombinu. Miundombinu katika kata ya Vawa 2024 na 25 tumepewa milioni 150. Vikundi kata ya Vawa peke yake imepewa shilingi milioni 157. Halafu afya tumepewa milioni 949. Twende kwenye elimu tumepewa bilioni 1 na milioni 800. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, kata ya Vawa imepewa mabii na mabii tunashindwa hata kuyatamka. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, taarifa imesomwa na mradi unajieleza kila kitu. Tumeshakuja mara kadhaa hapa. Sisi tulikupongeza kusimamia mradi vizuri, kusimamia mradi mpaka change ikabaki, sio kidogo, na change ikabaki ikaelekea kwenye utekelezaji wa mradi mwingine ambao ni muhimu, ni kitu kikubwa. Kwa hiyo tunawapongeza sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, timu ya halmashauri, Mheshimiwa Diwani. Muda naomba nitumie fursa hii kukaribisha ili uweze kuongea na hadhara hii, hatimaye iweze kuweka jiwe la uzinduzi katika mradi huu. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za asubuhi. Wazima? Wazima. Ndugu viongozi, ndugu wananchi, mimi kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lakini na Katibu Tawala wa Mkoa, sisi tunafanya ziara ya kawaida kuja kukagua namna fedha za maendeleo zinazoletwa ndani ya mkoa wa Songwe zinavyotumika na thamani ya fedha hizo inavyotafutwa. Ndio maana nimetoka mimi mwenyewe pamoja na wenzangu kuja kwenye maeneo yenu kuja kuangalia fedha zilizoletwa na serikali kwa ajili ya miradi mbalimbali zinavyofanya kazi. Tumetoka kwenye mradi wa maji ambao utasaidia kuongeza upatikanaji wa maji kwa wanamloo na wana Vawa. Tumeenda kwenye chuo cha ufundi VETA ambacho serikali hii ya Rais Samia Suluhu Hassan imeleta bilioni 6 ili kijengwe chuo cha kisasa kabisa pale. Ukianza kuona tu maendeleo yanayoendelea, tumezoea nguzo zinawekwa mara nondo mara zimimine, pale vinawekwa vyuma moja kwa moja juu, tunawezeka vyuma badala ya mbao. Maana yake kitakuwa kinafanana na hadhi ya ufundi tunataka utolewe pale. Na sasa tumekuja hapa kwenye nyumba ya walimu familia 2 kwa ajili ya shule yetu hii. Mimi niwapongeze sana wana Mbozi kwa kuanza na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na timu ya serikali, mkurugenzi anaitwa Ndevu, ndio nickname yake. Alafu Mheshimiwa Diwani, nini umesema? Mustachi. Ndio, kwa kazi kubwa ambayo mnafanya. Si jambo rahisi sana kusikia fedha imeletwa, imepangwa kwa ajili ya kutumika kwenye ujenzi wa jengo fulani, ikatumika na kubaki. Alafu iliyobakia nayo ikaonekana na ikaenda ikafanya kitu kingine cha tija. Mimi niwapongeze sana. Na mara nyingine mnapofanya jambo, ukifanya jambo ambalo linaleta dalili na matokeo mazuri, linafuta hata madogo 2 3 ambayo yanaweza yakawa na kasoro. Kwa hiyo mimi niwapongeze, na hapa hatuhitaji maneno mengi. Niwapongeze sana kwa kusimamia vizuri fedha ya umma. Niwapongeze sana kwa uamuzi wa kuitoa hiyo fedha iliyobakia kwenda kuchimba kisima ili wanafunzi wapate maji. Kila mlichokifanya kinaonyesha tija kubwa na thamani kubwa. Hongereni.
Wito wangu tu, mkuu wa wilaya pamoja na timu yako, mkurugenzi pamoja na timu yako, tunapoletewa hizi nyumba kwa ajili ya watumishi, tuangalie uhalisia wa watu na maeneo ya shule zetu. Kuna maeneo ya vijijini ambako hauwezi kupata nyumba ya karibu ya kupanga. Huko ndio tupeleke kipaumbele namba moja cha kupeleka miundombinu hii, ili wenzetu waliopo huko pembezoni wawe na uhakika wa kwanza wa mahali pa kukaa, wakati hao waliopo kwenye maeneo ya mjini wakiwa wana uhakika wa kuwa na maeneo ya kupanga. Serikali itavyoendelea kuongeza wigo wake na nguvu yake ya kujenga, itaendelea kujenga kwenye maeneo yote, na hiyo ndio wajibu wa serikali, kuhakikisha wote tunapata makazi. Lakini tuangalie sehemu zenye changamoto kubwa, kutatua changamoto kubwa. Kuna maeneo wazazi maeneo yamejengwa shule, lakini wazazi wameshindwa kujenga nyumba karibu na shule. Kwa hiyo walimu wetu wanakosa maeneo ya kukaa kabisa. Kwa hiyo huko ndio tuwe tunaweka miundombinu, na ni lazima CMT muwe na tathmini ya wilaya kujua kikija kitu fulani wapi ndio kuna tatizo kubwa kuliko sehemu nyingine. Tulipokuwa tunaweka vituo vya afya tulikuwa tunasema tuangalie population. Sehemu yenye watu 26,000 ina maana na 21 na 19. Sehemu yenye watu 26 ndio sehemu ya kipaumbele namba moja, kwa sababu ikiwekwa inaenda kuhudumia watu wengi kuliko sehemu nyingine. Sasa na hii iwe inaonyesha kwamba sehemu yenye changamoto kubwa ya miundombinu ni sehemu fulani. Kwa hiyo shule tukipata fedha za elimu zinazohusisha miundombinu ya makazi, pale ndio pawe chaguo la kwanza. Alafu tuje la pili, la tatu, ili tatizo liwe linapungua kutokana na uhalisia na kuonyesha thamani ya kile ambacho tunakifanya. Hilo ni muhimu sana. Lakini ndugu zangu, nje ya elimu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Kwenye uchaguzi huu tutachagua mbunge, diwani, na ndio maana jamaa wamesema kazi iendelee. Wajanja sana, maana yake wanajipanulia wigo wa kuwa na uhuru wa kuchagua. Na tayari vyama huko vimeshajipanga kutoa fursa ya wanaotaka kugombea kujiandaa. Lakini mwaka huu pia tunachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, nchi yetu imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu. Waasisi wa nchi hii wakiongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu, na wenzake walifanya kazi kubwa sana ya kulifanya taifa hili liwe hivi leo lilivyo. Kabla ya hapo hata hivi vijiji havikuwepo hivi. Uongo ukweli? Mwaka 72 wakakaa wakasema hebu tupige operation, tuwafanye watu wakae kwenye eneo moja, tuwapelekee huduma eneo moja, huduma zisisambae sana zikashindwa kuwafikia wananchi vizuri. Wakaendesha operation vijiji, wakatengeneza vijiji. Uongo ukweli? Na ndani yake wakatengeneza vijiji vya ujamaa, wakaweka na maduka ya ujamaa pamoja na vitu vingi, matrekta ya ujamaa na vitu vingine vingi sana. Wakati wanafanya haya walikuwa wanajua umuhimu wa kuwafanya Watanzania wakae pamoja. Wakikaa pamoja watajadiliana pamoja mambo, watapendana, watashirikiana, watafanya shughuli kwa pamoja, na matokeo yake wataendelea kuhudumisha umoja ambao ndani yake ndio unajenga amani na utulivu wa nchi yetu. Wamefanya kazi kubwa, wameturithisha hilo. Mwalimu hayupo na wenzie wengi walioasisi nchi hii hawapo. Tupo sisi. Kazi yetu sisi sio kuwarithisha matatizo vizazi vijavyo, ni kuwarithisha ile tunu tuliorithishwa sisi na waasisi wa nchi hii. Na ili kuiwarithisha ni lazima sisi tuilee, tuilinde, tuitunze. Sisi sasa hivi tukilala, tukiamka asubuhi, wala hamna mtu anayejua kama kuna kitu kinaitwa matatizo. Uongo? Ukiamka asubuhi unajiandaa, unatoka, wala uulizi huko nje ni salama. Kuna mtu anauliza? Unafungua mlango wako unakuwa na wasiwasi kwanza uchungulie nje kukoje. Tunatoka hivyo kwa sababu kuna watu wanafanya kazi na wameitengeneza hiyo kazi ambayo leo inatupa uhuru wa kufanya mambo yetu bila shida. Kuna nchi jirani zipo, mnajua, usiku hauishi bila kulia huko risasi na mabomu.
na wao wamefika mahali wamezoea, mtu anapata usingizi kwenye mazingira hayo hayo. Sisi ikipata pancha tu baskeli hapo, kuna mtu anakimbia. Uongo. Kwa nini hatujazoea haya mambo? Kelele, mambo ya milio isiyo ya kawaida kwetu sio sehemu ya maisha yetu. Kwa nini? Tuna amani. Shida moja, ukiwa na kitu huoni thamani yake. Lakini hebu nendeni mfuatilieni nchi jirani. Angalieni madhira wanayopata mama zetu na watoto. Angalieni makuzi ya wale watoto na tabia ya wakiwa watu wazima. Angalia mienendo yao. Angalia namna ya mazungumzo yao. Angalia maisha yao. Hawaishi kutengeneza mazingira ya uhakika ya makazi mahali fulani. Leo tungekuwa tuna mazingira kama haya, hii nyumba fedha yake ingeenda kununua risasi. Uongo ukweli? Ingeenda kununua mabomu. Uongo ukweli? Lakini leo kwa sababu hatuna haja ya kununua mabomu ya kupigana, tukinunua ni ya tahadhari, ni ya kujiwekea mazingira mazuri ya kuendelea kuilinda amani yetu na kuitunza. Na huo mustachi unatunzwa kwa sababu kuna muda wa kuutunza. Tungekuwa tunakimbizana msituni, unautunza mustachi? Huwezi. Mkurugenzi ananyoa hizo ndevu, unaziona zimekaa vizuri kwa sababu ana amani, kuna amani na utulivu. Uongo? Isingekuwepo hapa tungekuwa hatuonani vizuri. Uongo kweli? Wakina mama mmependeza, mmepita na saruni kwa sababu kuna amani na utulivu. Itunzeni hii amani kama tunu muhimu ya nchi yetu. Yako mataifa mengi huko duniani yanakuja hapa kujifunza. Hivi hao Watanzania wana nini? Kuna kitu gani kiliwepo? Tuna makabila 120 na lakini kuna mtu hapa amemuuliza mwenzie kabila gani? Tulipo hapa utafikiri wote Wanyiha. Uongo kweli? Kweli kabisa. Kuna mtu anafanana hapa na watu wengine? Ni mimi tu ndo naonekana Muhehe. Tukichagua vibaya tutarudi nyuma. Wenzetu huko duniani wanatuonea wivu. Wanatamani watuone na sisi tukiwa tuna yumba ili watumie muda huo kuwa wanachota vya kwetu na kuvipeleka kwao. Na kwa hiyo lazima watatengeneza watu wa kuwaweka ili waje watengeneze, wafungue milango ya wao kunufaika. Na nielewa? Na wakija wanakuja na lugha nzuri. Kuna wanaokuja wanawaambia hamna kilichofanyika. Hivi wewe nani alikuwepo wakati wa uhuru? Mzee wangu ulikuwepo? Hivi wewe wakati wa uhuru hapa Mbozi kulikuwa na shule ngapi? Hata moja. Leo ziko ngapi? Huyo mzungu amekaa hapa miaka mingapi? Wametutawala miaka mingapi? Toka dunia inaanza sisi tumekuja kujua tunatawaliwa. Na tumejua tumekuja kujikomboa kutoka kwenye nini? Leo wakati tunajikomboa ilikuwa mwaka 1961 ndio tumepewa uhuru. Hii miaka 1961 kurudi nyuma yote 1961 nani alikuwa anakaa na kutunyonya? Si wao? Walitufanyia nini ambacho wametuachia leo tunaweza tukajivunia? Hata chuo kikuu kimoja hakikuwepo. Leo tuna vyuo vikuu mpaka Songwe kiko pale. Chuo kikuu cha teknolojia tena kinaitwa DIT, Dar es Salaam Institute of Technology. Tunataka tufanye mpango kiitwe Mbozi au Songwe Institute of Technology. Kwa sababu kipo kwetu, si ndio jamani? Ndio. Watoto wakitoka hapa tujue huyu alisomea kwetu akapata degree. Ndio maendeleo. Sasa mtu anakuja anakudanganya na wewe unaenda una nani? Tuliambiwa huko na wazee wetu. Ukiona mtu anakuja anakuangalia, anakupa uongo, unaupokea, anaondoka, amekudharau kwa kiwango cha mwisho kabisa. Acheni kukubali kudharauliwa. Asanteni kwa leo. Sasa niko tayari kwa kazi iliyopo mbele yetu. 2 3. Makofi na vigelegele kwa wingi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa ruhusa yako naomba nisome. Jiwe hili la uzinduzi wa nyumba ya mwalimu katika shule ya sekondari Senya limewekwa na Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, Mkuu wa Mkoa wa Songwe, tarehe 11 mwezi wa 4 2025. Chongolo hoye! Mama Samia